Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa mpole mbele ya Mujtaba Khamenei, kiongozi mwadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, baada ya kuona misimamo mikali ya kiongozi huyo wa Iran. Rais huyo wa Marekani akishirikiana na baadhi ya nchi za Ulaya, lakini pia akishirikiana kwa karibu na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel katika kuhakikisha wanauondoa utawala wa Kiislamu nchini Iran, amejikuta akiwa katika hali tete baada ya uongozi wa Iran kusimama kidete zaidi ya kile alichokisimamia Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi aliyeuawa kutokana na mashambulizi ya Februari 28. Rais huyo wa Marekani, baada ya kuanzisha operesheni yake ya Epic Fury akishirikiana na Israel, walifanikisha kumuua kiongozi mkuu wa Iran pamoja na makamanda wengine, lakini akidhani kwamba sasa ameshamaliza malengo yake, kwamba utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran utaanguka. Lakini mambo yameenda tofauti. Ndani ya siku 40 baada ya kifo cha Ayatollah Al-Khamenei, Marekani iliamua kusitisha mapigano, ikisema kwamba ni kutokana na maombi ya Pakistan. Lakini ndani ya wiki mbili za usitishaji wa mapigano, ni rais wa Marekani Donald Trump alikuja kuongeza muda wa usitishaji wa vita ambao haujulikani kwamba utaisha lini. Lakini pia katika siku ya Jumatatu ya wiki hii akatangaza kwamba ataanzisha operesheni nyingine ambayo ni kusaidia meli za mafuta kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz ambazo zimekuwa zikizuiwa na Wairan. Alidhani kwamba wa Iran watakuwa hawana uwezo wa kuweza kuzuia meli za kivita za Marekani, lakini kilichotokea ni kwamba wakati rais huyo wa Marekani alivyolituma jeshi lake la CENTCOM kuhakikisha linasindikiza meli za kivita kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz, ndipo ambapo jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran, jeshi la majini, likaamua kufanya mashambulizi mazito katika baadhi ya maeneo ya Umoja wa Falme za Kiarabu, hasa kulenga maslahi ya Marekani. Mnamo siku ya Jumanne na Jumatano, rais wa Marekani Donald Trump akatangaza kwamba anasitisha operesheni hiyo ya kusaidia kupitisha meli za mafuta na gesi kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Rais huyo wa Marekani amesema kwa sasa anatazama kumaliza vita hivyo, na amesema vita dhidi ya Iran pamoja na mzingiro wa Marekani vinaweza kumalizika kupitia makubaliano, lakini ameonya kuwa mashambulizi yatazidi iwapo Teheran haitokubali. Lakini anazungumza hivi ili tu mpango wa vita hivi vimalizike. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema iwapo Iran itakubali kutoa kile ambacho tayari kimekubaliwa, jambo alilolitaja kuwa dhana kubwa, basi operation ya Epic Fury itasitishwa. Trump ameongeza kuwa mzingiro wa Marekani pia utaruhusu mlango bahari wa Hormuz kufunguliwa kwa wote ikiwemo Iran, kwa maana ataruhusu meli za Iran zipite katika mlango huo wa bahari, na ikizingatiwa kwamba wakati huu ameufunga mlango huo, na ikizingatiwa kwamba wakati huu amefunga bandari za Iran zisifanye kazi, lakini anatazama kwamba lazima aondoe meli zake za kijeshi kama ambavyo wa Iran wamesema. Hata hivyo, ameonya kuwa iwapo Iran haitokubali makubaliano, mashambulizi yatarejea tena kwa kiwango cha juu zaidi na kwa nguvu kubwa zaidi kuliko ilivyokuwa kawaida na ilivyokuwa awali. Kauli hiyo inaashiria msimamo wa kushuka wa rais wa Marekani Donald Trump, huku ikiweka wazi uwezekano wa suluhisho la kidiplomasia katika pande zote kama zitafikiana. Na ikumbukwe kwamba mpango ambao wa Iran wanataka kwa sasa ni kuona kwamba meli zao za kibiashara hasa za mafuta na gesi zinapita katika lango hilo la Hormuz, ikizingatiwa kwamba eneo la mlango wa bahari wa Hormuz lipo katika eneo lao. Mpango wa Freedom Project wa Marekani uliotangazwa kwa mbwembwe kubwa na kusitishwa chini ya saa 48 baadaye haukuwa tena na uwezekano mkubwa wa kuwa suluhisho la kuondoa mkwamo katika mlango bahari wa Hormuz. Na rais wa Marekani aliuelezea mpango huo kama hatua ya kibinadamu ya kusaidia kuwaokoa takribani mabaharia 20,000 waliokwama katika ghuba ya Uajemi kutokana na mzingiro wa pande mbili kutoka Marekani na Iran. Na hata hivyo, Iran iliutafsiri mpango huo kama ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ya Aprili 8 na kushambulia msafara wa kwanza wa meli mbili za kibiashara za Marekani zilizokuwa zikisindikizwa na jeshi la wanamaji la Marekani. Jeshi la Marekani limesema helikopta zake ziliharibu boti 6 za kasi za Iran kujibu shambulizi hilo, madai ambayo wa Iran wameyakanusha. Lakini pia Iran ikisema ilishambulia meli za Marekani, meli za kivita, kadhalika na kushambulia maeneo ya Marekani katika nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, baadhi ya vyombo vya habari vya kimagharibi viliripoti kwamba mashambulizi yaligusa maeneo ya kiraia huko UAE.
Katika nyakati za kawaida kabla ya vita, takribani meli 140 zilikuwa zikipita katika mlango huo kila siku, na hata jeshi kubwa la wanamaji la Marekani linaonekana halina uwezo wa kusindikiza idadi hiyo yote ya meli, na hivyo operesheni hiyo kwa kiasi kikubwa ilikuwa ya utaratibu na uangalizi wa karibu, na kwamba haikuwa na ufanisi na wala haikuwa na mafanikio. Bado ukweli unabaki kuwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran linaendelea kuwa na drone, makombora, mabomu ya majini na boti za kasi za kutosha kutishia meli yoyote inayopita karibu na pwani yake. Kwa hivyo, bila makubaliano na Tehran, mlango wa bahari wa Hormuz utaendelea kuwa njia hatari kwa usafiri wa majini, na hili ndilo ambalo limemfanya rais wa Marekani Donald Trump kuwa mpole na kukubaliana na mipango ya Iran kwamba lazima wakubaliane katika diplomasia, na yeye mwenyewe anakubali sasa hakuna haja ya kuendelea na operesheni yake ya kusaidia meli kupita katika mlango huo wa bahari wa Hormuz. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment na usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.